Leo hapa miaka miwili toka fedha zimetoka, tunapewa taarifa mradi umetekelezwa kwa 0.98. Ni hatua gani TANROADS wamezichukua kuhakikisha kwamba mkandarasi huyu anawajibika kwa fedha za umma alizolipwa na site hakuna kilichofanyika? Hii barabara ya Sepuka Ndago-Kizaga, kama kuna asilimia imeandikwa tofauti na asilimia 0.98, ilikuwa ni makosa ya kiuandishi. Nendeni mkategue hicho kitendawili, hizi barabara zijengwe including hiyo ya Sabasaba. Kwa kweli wananchi walisherehekea. Mimi ni mmoja wapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina jambo moja tu. Msoma taarifa wa TANROADS amesema mpaka sasa hivi barabara ya Singida Sepuka Ndago mpaka Kizaga imetekelezwa kwa asilimia 0.98, lakini ukisoma taarifa ya kitabu kwenye yatokanayo ukurasa wa 36 waliripoti mwaka jana kwamba utekelezaji wa mradi wa barabara ya Singida Sepuka Ndago mpaka Kizaga umefanyika kwa asilimia 1.71. Tushike lipi? 0.98 au 1.71? Hoja ya pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali na mimi nilikuwa moja ya wabunge, nimepiga kelele sana bungeni. Pesa zilizolipwa kwa huyu mkandarasi sofani na kuzungumza ni 6.56 bilioni kwa ajili ya ujenzi wa mradi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hali ya kawaida 6.6 bilioni zimelipwa. Leo hapa miaka miwili toka fedha zimetoka, tunapewa taarifa mradi umetekelezwa kwa 0.98. Ni hatua gani TANROADS wamezichukua kuhakikisha kwamba mkandarasi huyu anawajibika kwa fedha za umma alizolipwa na site hakuna kilichofanyika? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa tulizindua mradi huu kwa heshima kubwa sana, tuliuzinduliwa Iramba. Mimi binafsi jimboni nilipeleka wananchi zaidi ya 3,000 kutoka jimboni kwangu kwenda kufanya sherehe za kuzindua mradi. Leo tunapozungumza, serikali tumezungumza bungeni, fedha zimetoka 6.5 bilioni, hakuna lami hata mita 100 imejengwa. Hatuwezi kuruhusu jambo hili liendelee namna hii. Na mimi ni mbunge wa CCM na ni mbunge mzalendo, na naipenda nchi yangu na nalipenda taifa langu, lakini nikifika mahali kuzungumza bungeni, mess will just block out. Tunaomba TANROADS mtuambie mmechukua hatua gani? Huyu alimelipa fedha za walipa kodi wa Tanzania 6.6 bilioni. Haya mambo yanaweza kupelekea watu waanze kufanya speculation, huenda labda kuna marushwa yamefanyika, kuna watu labda wamekula mapasenti, ndio maana wanaogopa kumtachi mkandarasi. Fedha za umma zimelipwa, kwa nini mkandarasi hajajenga hata mita moja ya lami? Mita moja, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mita, usiseme kilomita, mita hata moja haijajengwa na mkandarasi anajiachia. This is not, sio jambo jema kwa serikali yetu. Nianze na hili la barabara ya Sepuka Ndago-Kizaga. Hii barabara ya Sepuka Ndago-Kizaga, kama kuna asilimia imeandikwa tofauti na asilimia 0.98, ilikuwa ni makosa ya kiuandishi, lakini mpaka taarifa ya Februari inaonyesha mradi wetu una asilimia 0.98 progress. Na kuhusu fedha ambazo amelipwa mkandarasi hizi bilioni 6, hii ni sehemu ya advance payment ambayo mkandarasi alitakiwa alipwe bilioni 8, lakini katika bilioni 6 alizolipwa ilikuwa kwa ajili ya maandalizi ya mitambo na kambi. Ingawa mkandarasi alitakiwa kufanya shughuli hizo, lakini pia alianza hatua za maandalizi kwenye eneo la barabara, ingawa haijafikia hatua ya lami. Kwa hiyo hata sisi TANROADS tumeliona, lakini si kwamba zimetumika tofauti. Tunaweza kuleta mchanganuo zaidi. Mwenyekiti, imetosha. Pokeeni ushauri mliopewa. Nendeni mkakae kama timu. Nendeni mkategue hicho kitendawili, hizi barabara zijengwe including hiyo ya Sabasaba.
kwa kweli wananchi walisherehekea, mimi ni mmoja wapo, na tumepita kwenye kampeni zote tukiwahakikishia, na mbaya zaidi wakandarasi wako kwenye maeneo yale. Tuache maneno ya mbadala, sisi tunaomba tupokee, tuendeni tukakae tuone nini shida, nini tatizo, tulikwamue. Kama tunaweza ngazi ya mkoa TANROADS, hatuwezi twende ngazi ya wizara kwa haraka, tuseme kama ni emergency, hizi barabara ziweze kuanza kujengwa sasa, kwa sababu unapokuwa mle na barabara nzuri na wageni wanavutika kuenda, si ndio? Kwa hiyo tutafanya hivyo. Hata uwekezaji, watu hawataki kwenda kuwekeza kwenye mapori yetu kwa sababu hayavutii, lakini kumbe leo tungeanza kuwekeza, hawa wageni wanaokuja tungepata zaidi ya mara 3 yake. Kwa hiyo tulipokea.